uwe sensitive sana leo katika kufikiri ni nini maana ya hatima au ni nini kusudi. Tunapozungumza habari ya hatima, hatima ni kitu gani? Ni nini kinamaanishwa kwa kusema hatima? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema hatima tunamaanisha nini? Tukisema hatima tunazungumza habari ya kusudi la wewe kuumbwa au kusudi la wewe kuwepo duniani. Tukisema hatima tunamaanisha mpango wa Mungu wa kumuumba mtu kama mimi. Kwa nini hakuishia kuumba wa China tu? Kwa nini hakuishia kukuumba wewe akaniacha mimi? Kwa nini hakuniumba mimi akakuacha wewe? Lakini alituumba sisi sote tukiwa na kazi maalum duniani. Sasa hiyo kazi maalum iliyotuleta duniani ndicho kinachoitwa hatima ya mtu. Kwa hiyo kwa sentensi nyepesi zaidi, hatima ni lile kusudi ambalo mtu aliumbwa alifanye kipindi atakachokaa duniani kabla ya mwisho wake. Kabla ya mwisho wake. Kwa hiyo hatima ni lile kusudi la mtu kuumbwa au kuwepo hai. Hilo kusudi limepangiwa wakati, majira na kwa sababu ya kusudi hilo ulipewa muda wa kuishi duniani. Kwa hiyo wengine wamepewa miaka 50, wengine wamepewa miaka 45, wengine wamepewa miaka 80, wengine wamepewa miaka 90, wengine wamepewa miaka 120, wengine wamepewa miaka 30, kulingana na kusudi alilobeba, kulingana na kile alichokibeba. Nini kapewa, atakifanya kwa muda gani, wakati gani, wapi, kwa ajili ya nani? Hiyo ni muhimu sana. Wengine hatima zao ni kuzaa tu watoto wa aina fulani. Wengine hatima zao ni kuhubiri injili kama mimi. Wengine hatima zao ni kuimba, walikuja duniani ili wamwimbie Mungu. Wengine hatima zao ni kufanya kilimo. Wengine hatima zao ni kufanya biashara. Wengine hatima zao ni ufugaji. Waliumbwa kwa ajili ya hayo. Waliumbwa kwa ajili ya hayo ili kuleta balance of the world. Isingefaa wote tuwe wahubiri, wala isingefaa wote wawe wakulima. Kuna kitu kingemisi duniani. Kwa Mungu akatuleta ili kila mtu afanye kile alichoumbwa kufanya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ekisema nimeumbwa kwa kazi maalum. Nimeumbwa kwa kazi maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapotaka kutazama hatima ya mtu au tunapotaka kutazama hatima yako, tunaanza kuangalia kusudi la Mungu la kuumba. Kwa sababu lile kusudi la Mungu la kuumba ndilo linaloweza kutudefine zaidi kuliko tunavyoweza kujidefine wenyewe. Tukianza na kitabu cha Mwanzo 1:26, ni mstari uliozoeleka sana lakini wenye maana sana kwao, ambapo anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo mpango wa Mungu wa kwanza wa kuumba, anasema nataka nimuumbe mwanadamu kwa sababu nataka mtawala duniani. Nataka mtu atakaenda kutawala wanyama, atawale ndege, atawale samaki. Huo ni mpango wa kwanza wa Mungu kuumba. Kwa hiyo tunapoanza kuangalia hatima ya mtu, tunatakiwa kuangalia ni nini ilikuwa mpango wa Mungu wa kuumba. Hilo namba moja. Kwa hiyo haipingiki, kila mwanadamu aliyeletwa duniani ana asili ya kutawala. Aliletwa ili atawale na kutiisha. Atawale ndege, atawale wanyama, atawale samaki wa bahari na nchi vyote vitambavyo avitawale.
Mwanadamu alipewa mamlaka haya. Zamani nge walikuwa hawamdungi binadamu. Zamani nyoka walikuwa hawamuumi mwanadamu. Zamani ilikuwa wanyama wakali hawamrarui mwanadamu kwa sababu ni mtawala wao. Lakini baada ya dhambi tu kuingia, hao wote walianza kwenda kinyume na mwanadamu, kwa sababu ni kama nao waliingiziwa uwezo kujua kwamba mwanadamu amemwasi Mungu. Kuasi ni kwenda kinyume na mpango uliokuwepo, ni kwenda kinyume na wazo la kwanza la mtawala, ni kujaribu kukataa kufuata yaliyo halali na kujichagulia ya kwako mwenyewe, ni kuacha kufuata yale ambayo yaliwekwa tangu awali, ukaleta ya kwako ambayo hayakubaliki kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa tangu mwanzo. Kwa hiyo mwanadamu aliasi. Aliambiwa asile matunda ya mti wa katikati, akayala. Kwa hiyo baada ya kuyala, hichi ndicho alichokosea. Alimwasi Mungu kwa sababu Mungu alimwambia asile na yakala. Na aliambiwa kwa hakika siku utakayokula utakufa. Lakini pamoja na katazo hilo mbaya sana na gumu, hakuweza kuacha kula tunda hilo. Alikula na matokeo yake akafa. Alimwasi Mungu, uumbaji wote ukampinga, uumbaji wote ukamkataa, kwa sababu hakuna kiumbe kingine kilichomwasi Mungu katika uumbaji Mungu aliofanya ila ni mwanadamu peke yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ile dhana ya utawala ikapotea, kwa sababu ile nguvu ya utawala ilitakiwa iende sambamba na kutii maagizo ya Mungu. Ilitakiwa iende sambamba na utakatifu. Ilitakiwa iende sambamba na uchaji wa Mungu. Lakini mwanadamu alipotenda dhambi tu, cha kwanza alichopoteza, utukufu wa Mungu uliondoka. Kwa hiyo utukufu wa Mungu ulipoondoka, akabaki peke yake. Ile kinga ya kiungu iliyokuwa na mlinda ikawa imeondoka. Uweza wa kiungu uliokuwa unamuongoza ndani yake ukawa haupo tena. Kwa hiyo wanyama wote wa mwituni wakaanza kumpinga mwanadamu. Viumbe wakaanza kukataa kutawaliwa naye. Ndio maana nyoka akimkamata mwanadamu anamsokota na kummeza, anamdunga na muua, kwa sababu hapo mwanzo alikuwa yeye ni mtawala, lakini aliacha nafasi yake ya utawala, na alivyoacha nafasi yake ya utawala kwa kuasi Mungu, akavifundisha viumbe kumkataa mwanadamu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kusudi la kwanza la kuumbwa kwa wanadamu wote kabisa, wakubwa kwa wadogo, wanaume kwa wanawake, waliumbwa ili watawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ni namba moja. Na sasa ili uweze kutawala, lazima, kwa sababu dhambi ilitendeka sasa, Mungu ametengeneza utaratibu ili uweze kutawala tena. Lazima ukubali kuacha dhambi na kuishi kama Mungu alivyotaka, alafu upewe Roho Mtakatifu. Ukishapewa Roho Mtakatifu utavitawala vyote. Utatawala magonjwa, utatawala mapepo, utatawala laana, utatawala kila kitu. Kila kitu kitakuwa chini ya miguu yako, kwa sababu umekubali kukaa kama Mungu alivyotaka tukae. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa kuwa wanadamu wa kwanza alikataa kuishi kama Mungu alivyotaka, basi Mungu aliweka adhabu ya kifo ili asikae katika ile hali ya uovu milele na milele. Maana dunia ingekuwa sasa kama wanadamu wasingepewa adhabu ya kifo, maana duniani wangekuwa ni zaidi ya shetani jinsi alivyo. Kwa hiyo Mungu akaweka adhabu ya kifo kwa wanadamu wote kwa sababu ya dhambi iliyotendeka, ili uovu usiendelee milele duniani. Lakini Mungu akasema wale ambao watakubali kuishi kwa mpango ambao mimi niliweka, waishi sawa sawa na jinsi nilivyoamuru, waishi maisha ya kunicha, washike amri zangu, wasitende dhambi, nitawapa zawadi iitwayo wokovu.
kwamba wao wasife milele, wasipatikane na mauti milele, bali siku moja watakufa. Lakini kwa kuwa walitii amri zangu, adhabu yao hiyo moja ya kufa yatosha. Nitawafufua niwape uhai wa milele, waishi milele, kwa sababu ndio mpango wangu uliokuwepo tangu mwanzo. Kilichosababisha wanadamu wafe leo ni kwa sababu ya kumwasi Mungu. Na kama mwanadamu yeyote amegeuka akamtii Mungu akaishi maisha matakatifu, atapewa zawadi ya kuwa hai milele. Atafufuliwa na kuwa hai milele. Kufufuka ni kurudi kwenye uhai. Kwa hiyo atainuka, atatembea, ataongea, atafanya shughuli zake, na atakufa tena milele na milele, kwa sababu ametii maagizo ya Mungu. Lakini wale ambao hawakutii maagizo ya Mungu watatupwa katika ziwa la moto, watateketea huko, watakaa huko milele na milele, hakuna wa kuwaokoa tena. Na hiyo inaitwa ni mauti ya pili, mauti baada ya kifo cha kwanza cha kimwili. Haleluya. Haleluya. Kwa kusudi la jumla la mwanadamu kuumbwa, kusudi la jumla la watu wote, la kwanza kabisa, kusudi la jumla la wanadamu wote kuumbwa ni kutawala. Hebu sema mimi ni mtawala. Kwa hiyo kama uliumbwa utawala, uwe na uhakika package ya nguvu ya kutawala iliwekwa ndani yako siku hiyo. Haleluya. Lakini bali na hapo sasa, yako ziko hatima personal, ziko hatima ambazo ni za mtu binafsi na familia na koo na makabila. Zimewekwa hivyo. Baada ya hatima au kusudi la jumla la kuumbwa, kuna makusudi tofauti ya watu kuumbwa kwa nyakati tofauti walipoumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Eksema yako makusudi tofauti. Hebu sema sasa, hilo ndilo nalo itafuta mimi. Haleluya. Amen. Ili utawale na kutiisha, acha nani? Ili ufikie kusudi lako binafsi la kuumbwa, lazima ujue kwanza wewe uliumbwa kuwa nani. Sasa hiyo ni hatima yako binafsi. Ni hatima ya kwangu binafsi. Sasa adui upigana na hatima ya jumla na hatima ya mtu mmoja kuzuia asifikie kusudi la kuumbwa kwake, kuzuia asifikie mpango wa yeye kuletwa duniani. Kwa unakuta watu wanaishi maisha ambayo actually hayakuwa yao. Wanaishi maisha ambayo sicho Mungu alichotaka. Wanaishi maisha ambayo Mungu akukusudia hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna makusudi ya jumla na kusudi moja. Kusudi la mtu moja. Hebu tuende kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya pili. Sura ya pili mstari wa 18. Mstari wa 18, sura ya pili kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sio vyema huyo mtu aishi peke yake. Kwa hiyo mimi nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Mungu akaumba mtu wa kukaa na mtu, ili kwamba sikae peke yake akawa lonely, akawa mpweke, asifiri ile loneliness, upweke. Kwa hiyo akaona mtengeneze mtu wa kukaa naye ambaye anafanana naye. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hatima ya kwanza ya mtu binafsi au mtu mmoja ni kupata msaidizi. Sema kupata msaidizi. Sema tena kupata msaidizi. Sasa huyo msaidizi aliumbwa
kwa namna ya ajabu na ya pekee ya kukufanania wewe. Anasema tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba, alafu akawabariki akawaambia nendeni mkazae muongezeke mjaze nchi. Sasa alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanaume kwanza kabla ya mwanamke. Alafu akamwambia, akaleta wanyama wote wanyama wote aliowaumba wakawaleta kwa Adam. Adam akawaita majina, lakini kusudi la Mungu alitaka aone atawahitaji. Mungu anasema, Maandiko anasema akawaleta ili aone atawahitaji. Akamwita huyu simba, akamwita huyu chui, akamwita huyu paka, akamwita huyu mbuzi, akamwita huyu kondoo, akamwita huyu mjusi, akamwita huyu kenge, akamwita huyu. Haya majina yote sio Mungu alitoa, ni mwanadamu aliyeita wanyama. Sio Mungu alimwambia huyu ni kenge. Ni Adam ndiye aliyebatiza viumbe vyote duniani. Miti yote unaijua, unasikia sui mwerezi, sui kitu gani, sui nini, miti gani, papai, embe, sui nini. Ni Adam ndiye aliita hayo majina, sio Mungu. Mungu alipomaliza kuumba akamwambia hii unasema hii itaita. Haleluya. Mungu akupangia majina, akamwambia hii itaita. Akaleta kidudu kidogo akamwambia hii, akasema ni sisimizi. Akaleta kingine hii, akasema ni mchwa. Akaleta kingine kinaruka, akamwambia hii, akasema huyu ni chura. Haleluya. Adam ndio akawapangia majina yao ili aweze kuwatawala. Kama haleluya. Sasa akasema huyu mwanadamu niliyemuumba kweli amefanya kazi nzuri. Lakini Adamu alipokuwa anawaita majina, cha ajabu hakuona wa kufanana naye. Akaletewa mwingine, akamwambia huyo tumbili, huyo sokwe, akasema huyu ni sokwe. Akaleta mwingine na huyo akasema huyu ni nyani. Bwana asifiwe sana. Hakuona kufanana naye. Alipokosa kufanana naye, basi Mungu akamletea usingizi akalala. Alafu akamfanyia usingizi. Haleluya. Naomba ujaribu kufumbua fumbo lililokaa hapa kwa sababu ni muhimu sana kwa. Unaweza kuomba maombi ambayo hautajibiwa wala hakuna jawabu linalotokea kwa sababu you pray in a wrong way. Unaomba katika njia ambayo sio sahihi. Kwa hiyo akasema tamfanyia msaidizi. Mstari wa 19 inasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Haleluya. Lile jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina la hicho kiumbe. Mstari 20, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hakuonekana. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Unaelewa kweli? Nataka uone hiyo kwamba hata jina la mwanamke aliyetamka hilo jina sio Mungu. Bwana asifiwe sana. Adamu alipewa usingizi maana alitafuta kufanana naye wakati anabatiza majina, hakupatikana. Mungu akampa usingizi. Akachomoa ubavu wake mmoja, alafu akaufunika. Alipofunika nyama ule ubavu, akamfanyizia msaidizi mwanamke, akamletea. Alipomwona tu Adamu amekurupuka kwenye usingizi, akamwona, akasema hakika sasa huyu ni nyama katika nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu. Nani kakwambia wewe Adamu ulikuwa umelala? Umejuaje? Kwa sababu ya spirit ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Sema amina. Amen. Akasema hakika huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Nani kakwambia wewe ulikuwa umelala, mfupa kuchomolewa? Wewe umejuaje? Lakini kwa sababu ya ile spirit ya Mungu
mwanaume. Haleluya. Kwa hiyo anaitwa mwanamke kwa sababu yeye alitwaliwa kutoka kwa mwanaume. Sasa kwa nini Mungu alifanya hivi? Mungu alifanya hivi ili vikombe visije vikagongana ndani, ili wasije wakateleana jeuri. Wanapopatana wale ambao Mungu aliwaumba, huu ni ubavu wa huyu, anakuwa huyu msaidizi wa huyu na huyu msaidizi wa huyu, kwa sababu waliumbwa pamoja. Lakini wanapopatana kwamba William atakuwa msaidizi ambaye sio wa kwake, akamchukua wa mtu mwingine, alafu akajaribu kumchukua, hatafiti. Ni sawa sana mtu amevaa viatu, kimoja namba 11 na kingine namba 16. Kimoja kitabana mguu, kingine kitakuwa kinachomoka maana sio saizi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisikia msaidizi wa kufanana naye, manake huyo ameumbwa kwa namna ambayo ataweza kuchukuliana na wewe jinsi ulivyo. Haleluya. Hawezi kuona kasoro kwako. Akiona unachechemea, akikuta unachechemea hivi, anasema yani hakuna kitu kinanifurahisha kwako kama hicho. Bwana asifiwe sana. Yani kitu kinachompa raha ni jinsi anapokuona unachechemeaga hivi. Hicho ndio kinampa raha, kwa sababu yeye alitwaliwa katika wewe. Kwa hiyo hana cha kukosoa. Yani utashangaa sana kama sikio hili liko linacheka sikio hili, au jicho hili linamsomea jicho huyu, linamwambia kwamba wewe unaangaliaje bwana? Lakini kumbe jicho hili linafurahia hili na wanatazama kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa ile neno la kwamba anamuumba msaidizi wa kufanana, maana yake ni mtu ambaye atamachi, wataweza kuzungumza, waelewane, kwa sababu waliumbwa wafanane. Yani huyu alitwaliwa katika huyu siku ya kuumbwa, lakini pamoja na kuumbwa hivyo, mwingine anaweza akaachiliwa aje Januari mwaka 1970, mwingine akaachiliwa aje mwaka 1985. Yani inawezekana hivyo. Na mmoja anaweza karuhusiwa atokee Musoma, mwingine akatokea Tanga, lakini ni wale. Bwana asifiwe sana. Yani ni yule aliyetokea Tanga na aliyetokea Musoma ni wale. Ila siku moja watakutana kwenye gari, watatazamana, watakutana for the first time. Haleluya. Maana Mungu anajua jinsi ya kuunganisha mwenyewe. Haleluya. Tupigie Mungu wetu makofi. Yani akimwona tu hivi kabla hata ya salamu, anasikia kuna furaha fulani na mwingine, kwa sababu ni yule ni sehemu yake. Haleluya. Haleluya. Sasa wengi upoteza mwelekeo. Shetani upigana nao wasikutane hawa, kwa sababu wanajua wakikutana kitatokea kitu kilichotukuka. Kwa hiyo anapigana na hatima kuanzia hapo, kuzuia huyu asikutane na mwenzake. Haleluya. 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 Na Yesu anasema yeye aliwaumba wawili. Yani siku ya kuumbwa hakuumbwa mmoja. Hebu tusome kile kitabu cha Mathayo. Tusome kitabu cha Mathayo pale. Mathayo ile sura 19. Nafikiri nitasoma mstari ule wa kama 6 hivi. Naomba usubiri mfiki. Mathayo 19 pale. Tuone Yesu wakati akijieleza, alipoulizwa habari za wanandoa au mke na mume, alijibu nini? Mathayo 19 nitasoma kuanzia mstari wa 3, labda nitaishia mstari ule wa 5 au 6. Nasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Je, ni halali mtu kumwacha aliyetwaliwa katika yeye kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Hamkusoma hiyo kwamba yeye yule aliyewaumba hapo mwanzo aliwaumba mkiwa wawili, aliwaumba mke na mume? Akasema kwa sababu hiyo ya kuumbwa wawili, kwa sababu hiyo ya huyo aliyewaumba, mtu atamwacha
atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili hawatakuwa wawili, hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hebu sema hao wawili wanakuwa mwili mmoja. Haleluya. Sasa ndio kama useme hivi, mfano mtu anatembea huku duniani ana mguu mmoja, anataka kwenda mjini na hana hata fimbo ya kumsaidia, yuko tu hivi anatembea, anaenda mjini. Yule mwenye miguu miwili anayetembea namna hii atatangulia kufika mjini kuliko huyo anayetembea kwa mguu mmoja. Kwa hiyo kupata msaidizi ni jambo la muhimu, kwa sababu kuna mahali mtu amepungua, atahitaji asaidiwe na mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kusudi la kuumbwa pia, tukianza kusudi moja la mtu moja, kila mtu aliumbwa akiwa na msaidizi wake. Huyu msaidizi wake anaitwa destiny helper, msaidizi wa kunisaidia kutimiza hatima ya kuumbwa kwangu. Kwa hiyo kama mimi nimeumbwa hapa duniani, nikaumbwa nije nikahubiri Injili, nahitaji nipate aliyebebeshwa au sehemu yangu mimi ya kunikamilisha niweze kutimiza jukumu langu au wajibu wangu au hatima yangu ya kuhubiri Injili kwa ule muda ambao Mungu alinipa duniani. Bwana asifiwe sana. Na huyo mtu akitokea hapati shida na wewe, yani kila kitu kwako anafurahia, kila kitu kwako anapenda. Bwana asifiwe sana. Ukisema ni kufunga na yeye huyo, ukisema ni kwenye maombi na yeye huyo, hakuna ubishano, kwa sababu yeye ni sehemu yako, alitwaliwa katika wewe. Yani mguu huu hauwezi ukasema unaanza safari unaenda mjini, huu mmoja useme mimi siendi na baba. Huo kwanza ukianza tu hatua na wenyewe unanyanyuka. Hao wanaondoka maana hawanaga cha kupigana. Bwana asifiwe sana. So huyo aliyeumbwa wa kufanana naye, aliyetwaliwa katika yeye, wana tabia za kufanana. Hicho ndicho kinachozungumzwa kwa kusema wa kufanana naye. Haleluya. Haleluya. Sasa adui akija anapigaga hapa. Na hao wawili Mungu ana agano nao. Agano la kwanza ni agano la kuendeleza uzao ulimwenguni. Kwa Mungu kwa siri, kwa kushirikiana na huyu mwanaume na huyu mwanamke, wamekuwa wakiumba pamoja na Mungu. Haleluya. Wanaendeleza uzao wa ulimwengu pamoja. Mungu anamweka mwanaume na mwanamke, mwanaume anapewa majukumu yake na mwanamke majukumu yake, lakini kusudi la Mungu la kuumba, Mungu anaumba kwa siri akiwa pamoja nao. Siku moja katoto kanazaliwa, kanalia, kanaonekana katoto kametokea, lakini Mungu alihusika na mpango huu au kusudi hili, aliwapa wawili aliowaamini. Ndio maana sio kila mtoto atazaliwa kwa fulani. Yesu alitakiwa akutane na Mariamu na akutane na Yusufu, na Yusufu lazima awe ametoka katika lango la kifalme, na Mariamu awe ametoka kwenye lango la kifalme, maana mtoto anayezaliwa ni mfalme. Haleluya. 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 Sema katika jina la Yesu. Mahali popote pale ambapo hatima yangu imecheleweshwa au imeibiwa, leo kwa jina la Yesu naenda kuirejesha kwa mamlaka jina la Yesu. Narejesha kwa jina la Yesu aliye hai. Narejesha kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo hatima iliyopotea nairejesha kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa wengine katika hatima moja sasa tunatoka pale kwenye masaidiano. Na hili swala la masaidiano sio la lazima sana. Narudia kusema hapa, ni waweke sawa. Usije ukasema sasa Bwana asifiwe sana. Unajua kuoa na kuolewa na kuzaa watoto ni kujivika mzigo na majukumu. Na vitu hivi vinaweza vikawa kwa sehemu kubwa vinakupunguzia kasi ya kumtumikia Mungu.
Sasa ukitaka kwenda kuhubiri injili China, unaanza kufikiria namna utakavyosafiri wewe na mke wako na watoto, au utawaachia watoto nini? Au ukiwa uko kwenye kuhubiri unapigiwa simu unaambiwa unga umeisha. Wakati mtu ambaye hajajitia katika kifungo hicho yuko huru, anafikiria cha kwake chakula tu na mahali pa kulala. Bwana asifiwe sana. Hebu tupee makofi utukufu. Sasa sijui mimi Mungu alikuumba vipi, lakini tunauliza ile hatima yako. Haleluya. Amen. Sasa angalia, tuendelee katika hatima tunayoendelea nayo, kujifunza na kurudisha hicho kilichopotea. Hebu tuangalie kwanza kitabu cha Mwanzo. Ndio najaribu kuangalia siku, alafu siku natafuta nini kila sana nikutaniko hapo. Alafu siku natafuta nini, maana ujumbe huu sikuandika sikuambiwa ni uandike. Okay. Angalia kwenye kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 4. Tunasoma uzao wa Adam sasa na Eva. Baada ya Eva kutwaliwa kwa Adam, wasaidiane, wazee waongezeke wajaze nchi. Adam ana jukumu la kutunza bustani na kutawala wanyama na ndege na samaki. Sasa tukisoma Mwanzo ile sura 4 kuanzia mstari wa kwanza, tasoma mpaka mstari wa pili, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Nasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akazaa Kaini. Akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa nduguye Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Okay. Habili alikuwa ni mchungaji wa kuchunga wa mifugo, lakini Kaini hakuwa mfugaji. Hakuwa yeye ana skills za ufugaji. Yeye alipewa jukumu la kulima ardhi, kwa akawa ni mtu wa kulima ardhi, lakini Habil ni mchunga kondoo. Haleluya. Amen. Kwa jukumu la Habil halikuwa sawa na la Kaini. Kaini aliumbwa awe mkulima, kwa hiyo yeye alikuwa ni stadi kwenye mambo ya kilimo, lakini Habil akupewa hicho. Habil alipewa cha kufuga, kwa hiyo yeye alikuwa stadi katika ufugaji, kulisha mifugo, kuwatunza, kwa sababu ndivyo aliumbwa awe hivyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu Kristo. Ile kazi niliyoumbiwa, ile kazi niliyoitiwa, kwa jina la Yesu aliye hai, ikanirejee kuanzia sasa. Lile kusudi la kuumbwa kwangu likarejee kwangu katika jina la Yesu. Kwa 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 jina la Yesu. Haleluya. Tunaendelea. Mwanzo sura 4 mstari 19 na kuendelea kidogo, nafikiri mpaka mstari ule wa 22. Inasema Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wa kwanza ni Ada na jina la wa pili Sila. Ada akamzaa Yubal, huyo ndiye baba yao. Wakao katika hema na kufuga wanyama, wanaokaa katika mahema na kufuga wanyama. Sasa hatima imeanza kupanuka. Baba yao hao wanaokaa katika hema na kufuga wanyama. Na jina la nduguye aliitwa Yubal, huyo ndiye baba yao. Wapiga kinubi na filimbi, wapiga kinubi na filimbi, wapiga kinanda. Kwa hiyo baba yao wapiga mziki. Lakini Sila naye akazaa Tubal-Kaini, mfua kila chombo cha kukatia na shaba na cha chuma, na umbo lake Tubal-Kaini alikuwa Naama. Bwana asifiwe sana. Hebu sema kwa jina la Yesu. Hatima yangu lazima irudi. Kwa hiyo unaona watoto waliozaliwa, wengine ni wapiga muziki, wengine ni wafugaji,
wengine ni wakulima, wengine ni wafua vyuma. Yani wao ni wa kutengeneza mapanga, visu, kutengeneza mikuki, mishale. Yani wameumbwa kwa ajili ya jambo hilo. Yani wameumbwa wakiwa na majukumu tofauti tofauti. Au tupigie Mungu makofi kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo hakuna aliyezaliwa duniani akiwa ni mzururaji. Kwa sentensi nyepesi ndio hiyo. Hakuna mzururaji duniani. Ukimwona mtu kapotea, amekuwa ni wakupanda na kushuka, ni mlevi, amekuwa mwizi, na tani kuhakikishia Mungu akuumba mtu mwizi. Mungu akuumba mtu ambaye ni wakupanda na kushuka. Mungu akuumba mtu akawa mzinzi. Aliumba mtu, lakini huyu mtu alivyomuumba akamwekea mission. Alipokuja duniani akaibiwa hatima. Ndio maana mtu anaweza akawa alikuwa anaimba vizuri sana, lakini kafika mahali hawezi kuimba tena. Muulize nini kilitokea, na kuambia nililala nikaota kuna mtu amekuja akanipokonya kitu kwenye mkono. Yani kile ni kitu cha kiroho kabisa, umeibiwa na jambazi la kiroho. Hakuna majambazi ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anaiba anaenda kuvunja milango ya watu, sio Mungu alimuumba awe hivyo. Huyo hatima yake imeibiwa, pepo likamvaa, anapita kwenye nyumba za watu akivunja. Ni lile pepo la uharibifu liloko ndani yake ndilo linafanya kazi. Huyo mtu akiombewa analipuka pepo na anafunguliwa na anawekwa huru, na wizi hakuna tena. Haleluya. Mtu anakuambia nililala usiku nikaota kuna mtu amekuja akakamata hapa kwenye kipaji changu cha uso, akachukua kitu kilikuwa kinawaka kama taa, akaenda nacho, kilikuwa kinawaka kama taa. Bwana azimiwe sana. Hicho kitu kinachowaka kama taa, hiyo inaweza ikawa ni ile neema yako ya asili, ile neema yako ya asili ulioumbwa nayo ya kukufanikisha, inayoitwa nyota. Kwa hiyo adui anaweza kaja kaiba ukiwa umelala usiku, lakini umemwona anaiba na ukumwambia rudisha. Haleluya. Unaanza kuamka kuanzia siku hizo, unaanza kuwa mtu ambaye haeleweki. Unaeleweka, watu mtu asieleweka wanaanza kusema na mawenge. Sio na mawenge, kuna kitu chake kapoteza. Bwana asifiwe sana. Watu ambao hawana mawenge ni wale ambao wamebaki na kile kitu walichopewa na Mungu. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo, kila ulichopewa kikaibwa, kikarejeshwa kwa uwezo wa Roho. Sema amina kubwa. Wanaotakiwa kuhubiri injili wakahubiri kwa jina la Yesu. Wanaotakiwa kuwa wafanya biashara wakamiliki biashara kwa jina la Yesu. Wanaotakiwa kuwa wanasiasa wakawa wanasiasa kwa jina la Yesu. Mungu akuinue na akupe kile ulichopoteza. Najua kwa bahati mbaya sana tumeishi katika ulimwengu ambao hatukuwa na watu wenye maarifa ya Mungu ya kina. Yani hakuna mtu ambaye anaweza kutufundisha kwa kina kwa nini ulimwengu uko hivi na kwa nini watu wako hivi. Kwa mfano leo nilikuwa najaribu kutoa semina kwenye mkoa huu wa Arusha, mitume na manabii. Nilikuwa nawapa semina kwa njia ya mtandao kuelimisha, kwa sababu kumekuwa na kutokuelewana hivi. Kwa hiyo ilibidi niwafundishe zile aina makundi manne ya hulka ya binadamu, makundi manne ya watu kitabia. Kwa nikawaambia usifikiri alivyo William ndivyo anavyokuwa fulani, unless awe ni yule aliyeumbwa wa kufanana naye. Sasa kama akuumbwa wa kufanana na mimi, anawezaje kufanana na mimi kwa kitabia? Hawezi. Kwa mwingine ni mkali, mwingine ni mkorofi, mwingine ni mpole. Hulka ndizo zinazowatofauti. Nikawaambia hili jambo lipo kwenye damu, ni nasaba, huwezi kubadilisha unless umetoa ile damu. Bwana asifiwe sana. Sema hulka yangu imekuwa kama nilivyo kwa sababu ya kusudi la Mungu nililopewa. Sio unanielewa vizuri? Hivi wewe kujua kwa nini maaskari wengi wanatokea kabila fulani? Kujua wao ndio wenye nasaba hiyo ya koreliki, nasaba ya ujasiri bila hofu, wasiokuwa na woga, wakali, wenye kusimamia, wenye amri. Sasa wewe ukipelekwa pale mndende ule, ukiambiwa ingiza mtu ndani,
Ukiambiwa sukuma ndani, huwezi kusukuma ndani. Lakini mkuu wewe sio hapo. Gemezi wewe umeshakamatwa. Chini. Haleluya. Maana wako hivyo wakali, wana amri. Ndio maana ukienda jeshi utakuta maaskari wengi, hata polisi utakuta ni kabila fulani tu. Na saba yao ndio yenye hicho. Wengine wana nasaba ya kuimba. Wengine wana huruma sana. Sasa wewe mwenye huruma, rafiki yangu, ukiambiwa uende ukapambane kutetea nchi, kulinda mipaka, utaweza kweli? Utaweza? Anahitajika mtu jasiri. Haleluya. Amen. Kwa nini nawaambia zile haiba 4 nikazielezea mzima na nikawapa mfano kuondoa dhana ya kusema tunatakiwa kufanana. Hatuwezi kufanana. Tukifanana manake tutatakiwa tubebe mission moja. Hatutaweza kubeba mission moja. Na Mungu akuumba watu wabebe mission moja. Unataka kutuambia wote tukao wafugaji wa kuku? Hatutaweza. Kuna mwingine hataki kuona hata kuku, akimwona kuku anasikia kichefuchefu. Hatuumbwa kwa ajili ya mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sema hatima yangu lazima irejee kwa jina la Yesu. Sema lazima irejee kwa jina la Yesu. Sema lazima irejee kwa jina la Yesu. Sema lazima irejee kwa jina la Yesu. Je, wewe ni nani? Sema hivi mimi ni nani? Sema hivi mimi sijapoteza, sijaibiwa hatima kweli. Alipoteza hatima hafanikiwa, mara nyingi anapambana, anateseka. Kwa sababu kwenye hatima yake kuna neema ya kumfanya maisha yake kuwa mepesi. Na ile neema inakuwa kama grisi na ulainisha vyuma visisuguane, vifanye kwa wepesi. Lakini aliyepoteza hatima anapata kwa kuumia sana, na wakati mwingine apati mpaka kufa, na anakuwa amechoka sana kwa sababu alipoteza mwelekeo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Kila mwanadamu kabla ya kuumbwa, Mungu alikuwa na plan ya kumfanya awe mtu fulani kama Mungu. Sio mtu anatangulia duniani kwanza. Ni wazo la Mungu linatangulia kwanza. Nataka mtu wa sampuli gani kwa sasa? Kwa hiyo jinsi ulivyoumbwa, umeumbwa kama Mungu alivyotaka uwe. Haukuumbwa kwa kukosewa wala haukuumbwa kwa bahati mbaya, bali uliumbwa ili uwe kama Mungu alivyotaka uwe. Ndio maana unaweza kuona wengine ni Saudi, wengine ni Miracle, wengine ni Phlegmatic. Wameumbwa hivyo kwa sababu Mungu alikuwa anataka mtu wa sampuli hiyo. Wengine wameumbwa wakiwa na miili ambayo ni mikubwa na wengine ni midogo. Kwa hiyo kila mtu kulingana na jinsi mishe yake ilivyo, kwa waliumbwa afae kwenye ile kazi ya Mungu. Sema amina. Nimesema kabla sijaumbwa na Mungu, Mungu alikuwa na mpango wa kuniumba mimi. Alikuwa anataka mtu kama mimi. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 9 na wa 10, tunaona kusudi moja tena la mtu kuumbwa. Tunachambua kuangalia walioumbwa kwa makusudi tofauti. Alafu niambie wewe, mbali na yale makusudi ya jumla ya kuumbwa, wewe umeumbwa kuwa nani? Kwani upo kwenye nafasi yako kweli? Naomba nikuulize, Adamu alikaa kwenye nafasi aliyoumbiwa? Sasa ndio kama Biblia inasema. Yaani mkisha sana.
Adamu alibaki kwenye nafasi aliyoumbiwa. Kwa nini? Nini kilitokea? Alifanyaje kwenye hicho? Alianguka. Okay. Kwa nini aanguke mtu mzima kama? Kitu kilichotokea, vita ilitokea kwenye eneo lake. Shetani alipokuja alikuja kupigana na hatima aliyobeba, hatima ya kiutawala. Na utaona kabisa baada ya anguko lake alitupwa nje ya hatima. Biblia inasema Mungu akamfukuza. Haleluya. Kwa alipofukuzwa aliacha kila kitu cha baraka yake pale alipofukuzwa. Kwa hiyo ile alichotakiwa akipate kwenye ile hatima yake hakukipata. Na adhabu ya Mungu inasema kuanzia leo utakula kwa jasho. Oh my God. Kumbe hapo mwanzo kulikuwa hali kwa jasho, kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa inamsaidia kufanya kwa wepesi. Lakini alipofukuzwa nje na mpango wa Mungu, alipofukuzwa alianza kula kwa jasho. Ndicho kinachotokea kila mtu anapopoteza mwelekeo. Jambo ambalo ungeweza kulifanya kwa miezi mitatu utalifanya kwa miaka 15 na huenda usimalize. Kwa sababu ile neema kukusaidia haipo, upo nje ya ule mpango. Mungu atusaidie sana. Angalia mstari wa 9, Yeremia 1:9 na 10 inasema, mmezoea kusoma hapa sana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Nimekuleta Yeremia 1 mstari wa 9 na 10, kwamba Mungu alinyosha mkono akagusa kinywa cha Yeremia akamwambia, mimi nimekuweka leo, nimekuweka, yani mimi nimekupa mamlaka leo. Leo nimekusimika rasmi ili uharibu kazi za shetani, ung'oe, kupanda, kuteketeza na kuangamiza, alafu ujenge ufalme wangu. Haleluya. Mahali anapogusa ni kinywa, kwa sababu kinywa ndicho kinachoumba kwa kusema. Haleluya. Je, anayetakiwa kufanya biashara Mungu amguse kinywa? Mungu aguse kinywa? Atabariki kazi za mikono yako. Kwa hiyo kinachoguswa ni nini? Mikono. Je, kwa nini Mungu anamgusa kinywa hapa na kumwambia amemweka? Je, alikuwa na mpango na mtu kama huyu kabla ya hapo? Sema Mungu alikuwa na mpango na Yeremia. Sema tena, Mungu alikuwa na mpango na Yeremia. Rudia tena, Mungu alikuwa na mpango na Yeremia. Kwa hiyo wakati anamuumba Yeremia alikuwa anajua ni nini anafanya. Tusome Yeremia hiyo 1:4 na 5. Hapa ni kabla hajaguswa na kupewa majukumu. Hapa ni kabla. Nimeanzia pale ili uone kwamba hakutokea kwanza ndio akapewa majukumu. Alidesainiwa aje akafae majukumu. Kwa hiyo wewe kuwa jinsi ulivyo, na kushangaa sana mtu anasema kwamba mimi nachukia jinsi nilivyoumbwa hivi. Wadada anasema mimi natamani kidogo niongezeke, anaenda kuchoma na sindano na vitu gani? Wewe unajiharibu, maana ulivyoumbwa ndio hivyo unavyofaa kwenye ile kazi. Ukiwa na mwili mkubwa kuliko hapo utakuwa kulalala tu. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu alikudesign ili ufae kwenye kazi aliyokuitia. Sema amina. Amen. Sema iko kazi na ngoja. Okay. Mstari wa 4 na 5 Yeremia 1 inasema, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Yaani kabla sijakuumba wewe, kabla ya kuwepo kwenye tumbo, mimi nilikuwa nakufahamu. Manake nilikuwa na mchoro kichwani kwangu wa kwamba nataka mtu kama wewe. Ndio maana kabla nyumba hazijajengwa, mwanadamu anakuwa na michoro kwamba nyumba anayotaka ijengwe ni
bado haijatokea. Mungu anamwambia Yeremia, kabla hujatokea nilikuwa na mchoro wako, nilikuwa na kufahamu vizuri. Bwana asifiwe sana. Na kabla hujatoka tumboni na alikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Come on, hallelujah. Anamwambia kabla hujatoka tumboni, kwanza nilikutakasia huko tumboni, alafu nikakupa mission ya kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo kabla sijakuumba nilikuwa nataka nabii ambaye nitamweka awe wa mataifa. Kwa hiyo nikakudesign kwa namna utakayofaa uwe nabii wa mataifa. Ndio maana sio kila mtu anaweza kukaa hapa kanisani. Not everybody. Narudia kusema, sio kila mtu anaweza kukaa hapa kanisani, ila yule aliyeumbwa kwa kazi ya Bwana anaweza kukaa hapa. Amen. Na hata ukienda kumpangishia nyumba nzuri, utakuta ametoroka barudi kanisani. Na waambia kitu kitakachowashangaza sana. Yaani hata umpangishie nyumba self-contained, utakuta ametoroka yuko kanisani. Kwa nini? Aliumbwa kwa kazi. Kwa nini? Alifanywa kwa namna ya hivyo. Liliana, Bwana mgeni pale nje. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Ile hatima niliyopoteza nitairejesha. Nitairejesha. Kwa hiyo kinacholeta upinzani na vita ni hatima mtu aliyobeba. Hebu fikiria, Biblia inasema Rahabu yule kahaba alipata nafasi ya yeye kuwa sehemu ya uzao wa Israeli. Yaani huyu alikuwa ni kahaba anayejiuza kwenye mji. Lakini kwa sababu aliwaficha wapelelezi, Mungu akampa zawadi ya kuwa sehemu katika Israeli. Na mpaka leo damu ya Rahabu ipo katika uzao wa Israeli kwa sababu ya jambo alilolitenda. Kwa sababu Mungu aliona ni vema mchague. Kilichokuwa kinaleta vita awe kahaba ni kusudi alilokuwa amebeba la kuwasaidia wana wa Israeli waweze kutimiza mpango wa Mungu katika mji wa Yeriko. Sema amen. Amen. Rafiki yangu, unaweza kuwa unapitia vita. Inaweza ikawa ni vita ya magonjwa, inaweza ikawa ni vita kukataliwa, inaweza ikawa ni vita kuchukiwa. Lakini kinachosababisha upitie hiyo vita, ukumbane na huo upinzani, ni kile ulichobeba. Ukimwona mtu amekuwa mlevi, amekuwa mvuta bangi, amekuwa mwizi, sio kwa sababu yeye ni mbaya sana, ila ni kwa sababu ya vita ya adui inayopinga alichokibeba. Haleluya. 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 Amen. Nenda kamuulize Yusufu aliyekuwa amebeba hatima ya ndugu zake, taifa la Israeli na Misri na dunia yote, kudhibiti njaa, wakati wa njaa kwa miaka 7. Alikutana na upinzani mbaya sana. Na upinzani huu ulianzia kwa ndugu zake. Ndugu zake walimkataa, ndugu zake walimpiga, ndugu zake walimuuza, akapelekwa utumwani kusikoonekana, akatupwa mbali na familia yake. Lakini hii ni kwa sababu ya kile alichokibeba. Tupigie Yusufu makofi. Tupigie Yusufu makofi tena. Leo mtu anaweza kainukiwa na ndugu zake kwenye familia. Familia ikawa inamshambulia sana. Familia ikawa inamkataa. Sikia nikwambie, hawakukatai kwa sababu wewe ni mweusi. Hawakukatai kwa sababu wewe ni mfupi. Hawakukatai kwa sababu wewe ni mdogo hivyo ulivyo wanavyokuitaga wenyewe kibaobao. Sio hiyo sababu. Sababu ni kitu ulichobeba. Kile ulichobeba ndicho kinacholeta msuguano. Haleluya. 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 Nataka kueleze tu kwamba hicho ulichokibeba kinaweza kikawa sio kwa ajili yako mwenyewe. Umebeba hatima kwa ajili yako, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kabila. Huyo mtu mkuu namna hiyo, lazima adui atapigana naye kutaka kuzima kile alichobeba, kutaka kuzuia kile alichobeba. Ndio maana watoto wengine wanazaliwa na watoki kule hospitalini, wanafia kule kule, maana walikuwa wamebeba hatima kubwa. Shetani anapigana nao katika
malango ya uzazi ili kuwaangamiza wasio wakatimiza kusudi walilobeba, kusudi kubwa walilopewa na Mungu. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Na wengi wameuawa hivyo. Ndio maana mwanamke akiwa katika siku zake za kujifunga, mwanaume lazima upate muda wa kuomba kwa ajili ya jambo hilo, kwa sababu hujui aliyebebwa ni nani na ana kitu gani cha pekee. Lakini utambue tu kwamba adui anaweza kumuona na akaleta vita. Analeta nini? Vita. Hebu sema kwa jina la Yesu. Adui hatafanikiwa. Adui hatafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata huyu kamanda wangu ambaye niko naye nimepewa kwa ajili ya kunisaidia hatima wakati wa uzazi ni pata shida. Adui anajaribu kupambana, anasema kama William huko hivi, ukizaa mtoto atanisumbua. Huyu mama anakuwa chini ya ulinzi karibia miezi 9 yote. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu hakuwahi kulalamika, anabeba ile furaha. Tupe Yesu makofi utukufu. Usiyejua unaweza kufikiri yeye anapingwa. Wa kwanza anayepingwa ni mimi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa adui anapigana hapo. Sasa ukiwa umezubaa uko legelege, unaweza ukashangaa adui amepita na mtoto akapotea naye. Alafu nasema haikuwa riziki. Sio haikuwa riziki, kuna mahali ulilala. Bwana asifiwe sana. Mtoto anazaliwa na tena adui, nisikilize vizuri, adui akijua utamtafuta Mungu, adui akijua utaokoka, ataanza kukushambulia kwa magonjwa akitaka kukuua. Maana anajua ukiokoka wewe utasababisha na wengine waokoke, kwa ufalme wake utapata shida. Kwa anaanza kupigana nawe kwa kukushambulia kwa magonjwa. Ndio maana watu wengi wanaoumwa, kama kuna jambo la kuwaambia ni kuwaambia wampe Yesu maisha. Maana wakimpa Yesu maisha ndipo wokovu halisi unapotokea na wenye shuhuda nyingi. Sema amen. Amen. Hautakufa bali utaishi kwa jina la Yesu. Kile ulichokibeba utakitimiza kwa jina la Yesu. Lile kusudi la kuumbwa kwako litatimia kwa jina la Yesu. Ule mpango ulioubeba utatimia kwa jina la Yesu. Ndio maana Yesu kila mahali anapotenda muujiza anasema msimwambie mtu yoyote. Msiseme kwamba nimeponya mtu hapa. Hii iwe siri kwenu. Kwa nini Yesu alikuwa anakataa? Unaweza kujiuliza, hataki kujulikana? Kwa nini anasema wasiseme? Yesu alikuwa kuna mambo anayalinda. Jambo la kwanza, alikuwa hataki auawe kabla ya wakati. Mmenielewa vizuri ya? Alikuwa anatunza muda uliowekwa. Hakuwa anataka afe kabla ya wakati. Jambo la pili, alikuwa anataka atimize kusudi la Mungu, asije akafia njiani kizembe akashindwa kutimiza kusudi la Mungu. Kwa hiyo ndio maana anasema msiseme. Haleluya. Wewe ukitenda tu kamuujiza kidogo unataka kila mtu ajue kwamba kuna mtu alikuwa anaumwa na sukari hapo, umuombea amepona. Naambia tangazeni jamani, waambieni watu. Kwa Yesu ilikuwa ni riski hiyo. Haleluya. Unaweza ukauawa kabla wakati. Yesu anasema hivi, anasema msiseme, maana bado muda wangu bado upo, na chenji ya muda miaka 33.5 ndio natakiwa nimalize kazi. Haleluya. Tumpigie Yesu makofi ya utukufu. Amen. Amen. Sasa wakina mama wanakuwa na hekima pia. Umepata mtoto, umejua kwamba umeconceive, funga mdomo wako. Bwana asifiwe sana. Funga kinywa chako, acha kuwa kama mwewe. Mungu na mimi amenikumbuka jamani. Wewe kuna watu wasiopenda uzae. Kuna watu wasiotaka huyo baba azae mtoto awe na mtoto. Kwa hiyo ni hekima kuficha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kamuulize Elizabeth ambaye alikuwa ni binamu wa Mariamu, kama alikuwa anajua Mariamu, kama alikuwa anajua Elizabeth ni mjamzito. Hakuwa anajua mpaka malaika Gabriel alipotoboa hiyo siri. Akamwambia sikiliza nikwambie, na yule ndugu yako acha. Maana kama Mungu amekupangia hapo, huo mtihani lazima ufanye, uumalize. Hakuna mtu anaingia kwenye mtihani akiwa na majibu. Ni wewe tunakushangaa. Watu wote wanaingia kwenye mtihani unakuwa gasiri. Bwana asifiwe sana. Kwa
hiyo hiyo vita ulioingia ilikuwa ni siri, pambana nayo kwa siri. Mbona unaenda tangaza? Kwani kule kwenye chumba cha mtihani uliona inaruhusiwa? Kuna wasimamizi kule, uliona inaruhusiwa wewe uonyeshe majibu? Sio wasimamizi wako kule wanapita wanaangalia. Na ukijaribu kuonyesha majibu pale unatolewa nje. Bwana asifiwe sana. Sasa pambano ulilokutana nalo, acha kuwa mbea. Unajua mtu mbea ni mtu ambaye anasema kitu cha kweli ambacho hakuambiwa aseme. Haleluya. Amen. Hiyo vita ya ndani ni ya kwako, ni mtihani wako, pambana nao mwenyewe, maana kuna mahali unakufikisha. Amen. Haleluya. Amen. Ukija kanisani umelala njaa, umeshinda njaa, jipake mafuta, njoo unatabasamu. Amen. Usituletee habari za kununa. Usituletee habari ya kuja hapa una huzuni, unashika tama. Hiyo ni ya kwako kule nyumbani, pambana nayo. Bwana asifiwe sana. Utaimaliza na utavikwa heshima na Bwana. Sema amen. Amen. Kwa sababu kwenye hatima yako kuna pambano. Yusufu anapigana vita yake kimya. Anatupwa gerezani, anapigana kimya. Anatoka gerezani anaenda kwenye hatima yake kimya. Wale akisema jamani niitieni watu, kwani nafikiri alikuwa ajui ndugu zake wako wapi? Alikuwa anajua. Hakuwahi kusema mahali popote kwamba mimi nina ndugu wanaokaaga Kanaani jamani, hakusema mpaka siku analetwa na Bwana. Ninaona vizuri au ni kwamba akatazama akakuta ni wao. Angalia, hawasemeshi. Akawekea kibakuli. Alafu wakati wanatoka na mahindi yao, wakasachiwa pale na askari. Wakamwambia kibakuli mlikuwa mnapeleka wapi? Kwa mmekuja hapa kuiba sio? Wakarudishwa kwa Yusufu. Huku hawa walikuwa wameiba kibakuli cha kupimia mahindi. Akasema sukuma ndani. Haleluya. Weka wapi? Ndani. Ili apate muda wa kuongea nao. Haleluya. Amen. Yesu makofi ya utukufu. Yeye anasema amri moja, weka ndani. Na ile bakuli ndiye aliweka. Ili atengeneze ground ya kuongea. Lakini ingekuwa ni wewe, jamani fulani pale mnakumbatiana. Habari za nyumbani jamani nimewamisi siku nyingi. Umbea huu. Hawa ni wale wa jamaa waliouza. Ushuhuda ni kweli. Kaangalia kisoga, akazunguka angalia kisoga, akasema huyu ni yeye kabisa. Na kumbuka hiyo kichwa yake. Hapo ni miaka mingi imepita. Uoni akienda kukumbatia. Hawamjui tena. Yusufu alikuwa pande la mtu lina kipara lina uso unang'aa. Bwana asifiwe sana. Kaliuzwa akiwa katoto, hatima yake ndio imeleta vita. Akwambia Mungu kwa jina la Yesu aliye hai. Waliokupiga vita waje wakukuta kwenye utukufu wako. Alafu wakute wanahitaji msaada kutoka kwako. Maana wataweza kupigana na vyote lakini sio mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Wataweza kukunyima chakula, wataweza kukunyima mavazi, lakini watazuia neema ya Mungu isitiririke kwako. Hawatazuia baraka ya Mungu isitiririke kwako. Maana majira na wakati vikitimia havizuiliki. Amen. Kuna kitu umebeba mwanangu. Ndio maana upinzani umekuwa mkali. Ndio maana unaona vita usiku, ndoto zako ni za ajabu mpaka unajishangaa. Kumbe ni kwa sababu ya hatima umebeba. Mwanangu, endelea kupambana, kuna mahali unakwenda. Mwanangu, endelea kupigana vita, kuna mahali unakwenda. Haijalishi hiyo vita ni kubwa kiasi gani, lakini Mungu yuko upande wako kukupigania na utafika, utatoboa tu. Haleluya. Zikiwepo nyakati za kulia, lia vizuri. Amen. Zikiwepo nyakati za huzuni, nazo pambana nazo. Amen. Ile ikitokea neema ya kula nyama choma, chora nne vizuri. Safari inaendelea. Pambano linaendelea. Mpaka kieleweke kwa jina la Yesu. Ukilala njaa, mwambie shetani usinizoee. Bwana asifiwe sana. Mwambie usinizoee kabisa. Naona unaendelea na hii tabia yako kulazalaza njaa. Haleluya. Unapiga maombi ya vita. Toka kwa jina la Yesu na kong'oa. Kwenye nyumba na kong'oa. Kwenye vyombo vya chakula na kong'oa. Kwenye jiko na kong'oa. Kwenye sufuria na kong'oa. Kwenye chungu na kong'oa. Hapo sebuleni na kong'oa. Hapo kwenye dining na kong'oa. Kwa jina la Yesu aliha. Toka achia hotpoti. Toka achia kwa jina la Yesu. Unacheka. Hotpoti linakabwa lisiwe na chakula. Haleluya. Wewe unajua tu ni mtu anapagawa na pepo. Pepo linaweza likaja kaa hapo ndani. Linakaa kwenye pochi, hakuna kuingia hela. Toka kwenye pochi. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye akaunti yako. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu.
Sasa kitu unajua umeshaijua hatima, ukienda mahali unapata viashiria vya kwamba wewe ni nani. Mimi kila mahali ninapokwenda naulizwa, umekuja na gari kuu? Nasema leo sija na gari. Haleluya. Kwa hiyo natambua mimi ni mwenye hatima iliyocheleweshwa. Yaani kila mahali ninapoenda naonekana na gari. Lakini katika real sense ningetokea na kilikuwa atanicheka sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Na sio kama Tanzania, kuna mahali tulitokea kwa mitume na manabii na kilikuwa ilivyokuwa nashuka. Watu walikuja kunipokea, wananipa high five, wanacheka. Wananikumbatia kwa wanacheka kile kilikuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wanaona sifanani nacho. Na ukizingatia mimi ni katibu wa mkoa. Sasa mtu mkubwa sana. Sasa watu wanatokea na VX. Watu wanatokea na Prado. Wewe unatokea na akashiki breki zuna. Bwana asifiwe sana. Lakini kumbe hatima imecheleweshwa. Kumbe mimi ni miongoni mwa watu wanaotakiwa kuwa na range. Haleluya. Na inatokea pale ndio maana wananicheka. Wanaona sio mimi. Ila saa inakuja kwa jina la Yesu. Achia, rudisha, kwa jina la Yesu. Achia, rudisha, 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 kwa jina la Yesu. Achia, rudisha, kwa jina la Yesu. Haleluya. Unamfikiriaje Mungu? Eti anawaambia hivi wana wa Israeli, nimewapa nchi ya Wakanani. Nimewapa nchi hiyo ya Wayebusi, ya Waamori nimewapa. Alafu majitu yako pale. Wayebusi wako pale anaendelea na shughuli zao. Nchi yao imeshatolewa na wao wala hawajui. Alafu Mungu anamwambia Musa na watu wake, anzeni kupigana nao, anzeni kumiliki nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamiliki vinavyomilikiwa, nataka nikwambie. Wokovu umeupata rohoni, lakini pambano la kiroho ni lazima. Ili uchukue chako ambacho kinakupasa, kadiri ya nguvu zako tamiliki na kutawala. Na ndiko anasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Hii ni tangu wakati wa batizaji hata sasa. Amen. 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 Wewe baki tu, Bwana anajua. Mungu anajua, ni kweli anajua. Lakini usipojitoa kwenye hilo gunia, utabaki huko kama kiroba cha maharage. Usipojitoa, hebu fikiria kuku anatamia mayai, alafu siku ya kifaranga kutotolewa kinaanza kukazana kutoka chenyewe. Bwana asifiwe sana. Kinaona nimefungiwa wapi huku? Kinaanza kusema hivi, anaanza yule kifaranga anasema, why am I here? Kwa nini kwa? Nini nafanya nini hapa? Anaanza kutoka. Haleluya. Asa wewe endelea, sema Bwana anajua. Yesu anajua. Yeye kweli anajua. Lakini kutoka kwenye shida inahitaji jitihada zako binafsi. Amen. Roho Mtakatifu akuwezeshe kupigana vita sawa sawa. Ushinde mizimu ya kwenu, shinda mapepo ya kwenu, shinda wachawi na waganga, umiliki baraka zako kwa jina la Yesu aliye hai. Na wale waliokutukana ndio wanakujaga kuja kupiga magoti mbele yako siku unakuja na kupiga vigelegele na kutandika kanga chini, maana umeshinda vita sasa. Maana ukisha shinda vita, wale waliokuchukia wanashikwa na wanabaki na mdomo wazi, hawajui wafanye nini tena. Kwa hiyo wanabidi wakushangilia hata kama watatu. Amen. Unanielewa vizuri eh? Amen. Unanielewa vizuri eh? Amen. Nimesema hatima yangu rudi kwa jina la Yesu. Naona kabla sijakuumba na nikujua, na kabla hujatoka kwenye tumbo la mama, mimi nilikwisha kukutakasa. Nimekuweka uwe nabii wa mataifa. Na mahali pengine anasema wengine hupotea tangu tumboni wakisema uongo. Wamepotea tangu tumboni. Wako watu waliopotea tangu tumboni. Kwa sababu mama alishindwa kutunza siri. Mama alikuwa mwepesi, miguu inawasha kutembea. Anaenda kutembea mpaka kwenye nyumba ambazo zitakiwi. Mtoto kapigwa kijicho tangu tumboni. Mtoto anakuja kutoka mtoto ambaye kashapoteza dira. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rudia tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakataa kila mpango wa adui kwenye maisha yangu. Watu wengi wanafikiri kwamba nadhiri ni kitu cha kuelezea kila mtu.
au mpango wa Mungu kwenye maisha yako ni kuelezea kila mtu. Kamuulize Mariamu na Yusufu. Mariamu na Yusufu ni wachumba, lakini Yusufu anashangaa kuona Mariamu ni mjamzito. Akasema nitamwacha. Na bila shaka alimuita Mariamu akamwambia, kuanzia leo ninavyoona imekuwa kuaje, kwanza ni mchumba wa mtu, umeshalipiwa mahari, alafu ni mpenzi. Mariamu nafikiri alinyamaza tu, alikuwa hana kitu cha kujibu. Hana kitu cha kuongea. Maana atasema. Maana hata yeye mwenyewe haelewi. Lakini anajua tu kwamba aliambiwa kwa uweza wa Bwana. Okay? Sasa Yusufu akiwa anawaza haya akasema, sitaki nimwaibishe huyu mama. Sitaki kabisa, kwa sababu alikuwa mtu mwenye haki sana. Malaika akamtokea usiku akamwambia Yusufu, usione hofu kumchukua mke wako Mariamu, kwa sababu mtoto aliyenayo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hebu sema, siri ilitobolewa na malaika. Rudia tena, siri ilitobolewa na malaika. Rudia tena, siri ilitobolewa na malaika. Aza mtu kapata tu mchumba. Yani kamwambia tu, mimi ninaona kama itampendeza Mungu tuwe pamoja, tuishi pamoja. Kashatangazia kijiji kizima. Huyu simo kweli. Huyu simo zinahitaji kuchajiwa hizi. Zimesafiri Sasa wajui kutunza muujiza. Muujiza ni jambo linahitaji kutunzwa. Haleluya. Yaani unaita mashetani mwenyewe, unaita mapepo mwenyewe. Vitu hivi vinahitaji kutunzwa. Amen. Haleluya. Mamajusi wametokea huko wanakierehe. Jamani tunaulizia, kuna mtoto amezaliwa jamani, kuna mtoto amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Wakafika mpaka kwa Herode, wakina Herode hawana habari. Akasema, unasema kuna mtoto amezaliwa hiki, mfalme wa Wayahudi amezaliwa. Akawaambia, hebu njoni. Nasemaje? Wakaelezea. Akaita watu waliokuwepo wenye ufahamu, waandishi wa vitabu, wasomaji wa vitabu, akawauliza, hebu tuelezeni Masia azaliwa wapi? Wakasema kwa mujibu wa maandiko ameandikiwa kuzaliwa Bethlehem ya Uyahudi. Haleluya. Ni Herode akasema, sasa hebu nendeni mkapeleleze, mshapata habari za mtoto, nileteni habari. Wao walikuwa wana taarifa, mamajusi ndio wameleta umbea. Hawajaambiwa waseme. Wao wameambiwa tu na Mungu, anaanza kupita mtaa kwa mtaa, jamani wa mtoto amezaliwa wapi? Na ni mfalme kabisa, tumeona nyota yake. Vita ikanyanyukia hapo. Herode akaanza kumtafuta mtoto. Mbingu ikatumia hekima nyingine. Akatokewa Yusufu katika ndoto, akaambiwa, sikiliza Yusufu. Herode anataka kumtafuta mtoto. Baada ya jana anataka kumtafuta mtoto ili amuue, basi mchukue mtoto na mamaye, mkimbilie Misri na msitoke huko mpaka nitakapowaambia. Yusufu na Mariamu wakaamka usiku. Wakatoka hao. Hawakuaga ndugu wala mjomba wala shangazi wala nani. Hawakuaga mtu yoyote. Wanaenda na agizo la Mungu, watakaa Misri, wanatafuta waonekani walipo. Ndugu zao wanawaulizia wajui walipo. Kumbe wameenda kumficha Yesu mpaka wakati utakapofika. Yesu makofi ya utukufu. Wewe unaeleza mambo yako. Unaeleza tu vitu vinafia njiani. Vinauawa kwa sababu wale waua maono, wale waua ndoto wapo wanakuwinda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema sitarokoka tena. Rudia, sitarokoka tena. Mimi kati nao watu wengi basi kwa nini kusema mimi nitangaza nani nayemuoa siku zimebaki. Tafika vilikuwa vinaendelea. Vita iliyoninyanyukia kwa kila mabaraka ni mashiki. Yaani vita iliyoinuka ilikaribia kunichukua, ilikuwa kama mafuriko. Sasa kama sikuwa na hekima, nikawa na kimdomo, hakuna ndoa ingetokea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mambo yaliyobeba hatima ni ya kulinda kuliko chochote. Amina. Bwana asifiwe sana. Sasa umeenda kuomba kazi mahali,
wakakwambia baada ya wiki moja watakuita, umeshakuja kutangaza, utaitwa kweli? Utaitwa? Wako ambao wanasema utaitwa. Kwa hiyo utaenda kufanya kazi kwenye ile kampuni, utafanya kazi kwenye ile shirika, kwenye ile ofisi, na utapeleka miguu yako. Miguu ipi unayopeleka baba? Wanaenda wanaanza kufanya uchawi, wanaenda kuloga, wanaenda kuvuruga, maana maadui tunaishi nao humu tunao. Bwana asifiwe sana. Wasiopenda maendeleo wengine tunao duniani. Amen. Kwa ni muhimu kutunza cha kwako. Kilinde. Haleluya. Ili mradi uhakikishe hichi ndicho cha Mungu. Haleluya. Wale waliopiga vita, walioshambulia, waliofanyaje, wanashangaa tu, sisi tuko tunadunda tu. Tunadunda tu, tunaendelea. Dogo kidogo tukinyatana. Haleluya. Mbele makofi utukufu. Tunaendelea tu. Watafika popote. Hawataweza. Si watajana kesho. Hakuna kuachana. Hapa ni mpaka Yesu anarudi. Sema amina. Kwa sababu mimi nimehakikisha Bwana alisema ndio hivi. Mariamu hana mashaka, alishasikia kutoka kwa Bwana. Yusufu ana mashaka, anamchukua mke wake bila hofu, wala kibio, anakwenda Misri. Anaulizwa, mbona mke wako? Anasema Mungu aliamua tu kutubariki. Yes. Kwa hiyo ni wako, ni wako kabisa. Bwana asifiwe sana. Lakini kiukweli anaagizo kutoka wapi? Amen. Mpe Yesu makofi yote. Hiyo hatima yako uliyojua wewe ni nani? Hivi ulitakiwa kuwa injinia unani? Ulitakiwa kuwa daktari? Ulitakiwa kuwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuomba kurudisha hatima kila mtu. Amen. Na hatima kila familia kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema lolote tutakaloomba tukipatana wawili watatu, yeye atakuwa hapo na atalifanya hilo tutakaloomba. Kwa hiyo tunataka hatima ya kila familia irejee. Kama walitakiwa kuwa watu wa aina fulani wa kuheshimiwa, hiyo hatima irejee kwa jina la Yesu aliye hai. Yeye ni Mungu wa urejesho. Anasema ile miaka iliyoliwa na madumadu, barare nzito yale utakayo katika maisha yangu na katika familia yangu. Asante Bwana, maana umenipaka mafuta. Asante Bwana, maana umenipaka kinywa changu mafuta. Asante Bwana, maana uweza wako uko pamoja nami saa hii katika jina la Yesu. Sema sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha kuanzia sasa. Au sema vizuri, sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha kuanzia sasa, chochote kile nilichokipoteza cha kwangu, cha familia, naamuru rejesha, shetani rudisha kwa jina la Yesu. Sema naamrisha kuanzia sasa, mamlaka za kiroho zilizoiba uchumi wangu, zilizoiba mafanikio yangu, zilizoiba hatima yangu, zilizoiba ndoa, zilizoiba uzao, zilizoiba elimu, naamuru rudisha kwa jina la Yesu aliye hai. Naamrisha kwa jina la Yesu, rudisha kwa jina la Yesu amani na furaha, rudisha kwa jina la Yesu utajiri na mafanikio, naamuru rudisha kwa jina la Yesu aliye hai. Na lazimisha kuanzia sasa misimu iliyobeba chochote kwenye familia yangu, rejesha kwa jina la Yesu. Na lazimisha mamlaka siachilie, na rejesha neema iliyoibwa, mafanikio yaliyoibwa, utajiri ulioibwa,
narejesha ule utajiri, narejesha ile neema, narejesha hatima ya nyumba yako, hatima ya familia yako, hatima ya familia yako, nairejesha sasa. Inua sauti yako, tamka narejesha, tangaza narejesha kile walichoiba, nakirejesha kwa jina la Yesu. Narejesha, narejesha kibali, narejesha hatima yako, narejesha wale waliosimama kwenye mungaro kuniombea maombi mabaya, kunitamkia mabaya, wakasema sitafanikiwa, wale wanaopiga huduma, wanaopiga huduma niliopewa, narejesha, 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 narejesha walichokiiba, walichokiharibu, narejesha, narejesha, narejesha vipawa vya waimbaji vilivyoibiwa, narejesha, narejesha kipawa, kipawa cha kuimba, kipawa cha kuimba, narejesha kwa jina la Yesu. Lama sata kabaye, rikabada, lama sandara pasaya, rikabasete busaya, rikabate, kwa jina la Yesu. Narejesha, narejesha, narejesha kila walichoiba, kila hatima walioiba, hatima iliyoharibiwa, kipawa kilichoharibiwa, narejesha, narejesha kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, ninatamka rejesha, rudisha na pokonya falme za giza, kila walichoiba na kipokonya nyota yangu ya utajiri, nyota yangu ya mafanikio, narejesha, narejesha kibali changu mbele za watu, narejesha, narejesha, narejesha kwa jina la Yesu, narejesha, narejesha, narejesha kwa jina la Yesu, narejesha, narejesha, narejesha neema, uponyaji na miujiza, narejesha, narejesha, narejesha uamsho, narejesha, narejesha, narejesha sasa. Labashaka kama dorobosaya, ribashaka kama yako, ribashaka kama, baba ye, baba ye, narejesha afya, afya walioiba, mafanikio walioiba, kibali walichoiba, kwa jina la Yesu, narejesha, narejesha, narejesha kila walichoiba, uwezo wa kuinuka, uwezo wa kufanikiwa, uwezo wa kumiliki na kutawala, narejesha ile nguvu ya utiisho, ile nguvu ya utiisho, nguvu ya mamlaka, narejesha, narejesha mamlaka niliyoibiwa, mamlaka waliochukua, ule utajiri wangu waliochelewesha, makali waliochelewesha, narejesha, narejesha sasa, narejesha sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Yes, tamka urejesho kwa jina la Yesu aliye hai. Kila kilichopotea rejesha, kila kilichopotea rejesha, kila kilichopotea rejesha, 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 rejesha kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Rejesha, narejesha, narejesha, narejesha kila mafanikio yaliyocheleweshwa, yaliyoharibiwa, yaliyoibiwa ndani ya familia, narejesha sasa kwa jina lipitalo majina yote, kwa jina la Yesu Kristo. Ninarejesha, 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 ninarejesha kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu. Ninarejesha sasa, ninarejesha sasa kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Narejesha kibali cha ndoa, kibali cha biashara, kibali cha uchumi, kibali cha mahubiri, kibali cha kuhubiri neno, kibali cha uponyaji, kibali cha kutangaza neno, ule ujasiri uliopotea, ule udhaifu ulioingia na uondosha, narejesha ujasiri uliopotea, ujasiri wa kusema neno, ujasiri wa kuhubiri injili, narejesha kwa jina la Yesu aliye hai.
Yesu. Rudia tena, sema kwa jina la Yesu. Yoyote aliyeibiwa kitu ndani ya familia yangu, hatima ya mtu yoyote iliyochukuliwa leo nalazimisha irejeshwe kwa jina la Yesu. Hatima ya kibiashara, hatima ya kiuchumi, naamuru irejee kwa jina la Yesu aliye hai. Na irejeshe ile hatima na irejeshe kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Na irejesha kuanzia sasa, na irudisha kwa jina la Yesu. Sema ndugu yangu yule aliyekamatwa na roho ya ulevi, aliyekamatwa na roho ya mafarakano, leo narejesha hatima yake. Yule ambaye amezuiliwa kufaulu, narejesha hatima yake. Unaweza kumtaja kwa jina, sema narejesha hatima fulani, narejesha hatima fulani iliyoibiwa, hatima fulani nairejesha, nairejesha, nairejesha. Mtaje huyo aliyeibiwa, mtaje huyo aliyeibiwa hatima, huyo aliyenyang'anywa hatima, taja jina lake, sema narudisha, narejesha hiyo hatima yake, nairejesha hiyo hatima yake iliyopokonywa, aliyopokonywa, aliyopokonywa, aliyoibiwa kwa jina la Yesu. Nairejesha hatima ya ndoa, hatima ya afya, hatima ya biashara, narejesha, narejesha kwa jina la Yesu. Narejesha hatima za ndugu zangu, hatima kwa jina la Yesu la watu wa madhabahu, hatima za watu wa madhabahu, narejesha, narejesha hatima za waimbaji, hatima za wahubiri, hatima za waombaji wa madhabahu, madhabahu hii kwa jina la Yesu. Na hatima za waombaji, hatima za viongozi, narejesha, narejesha, ninarejesha kwa jina la Yesu. Narejesha toka kaskazini, toka mashariki, toka magharibi, toka kusini, narejesha kwa jina la Yesu. Hatima za watoto, hatima za watoto, nyota zao, mafanikio yao, narejesha sasa, narejesha kwa jina la Yesu. Rudisha, rudisha shetani, nalazimisha achia, nalazimisha achia, nalazimisha achia ile hatima uliyoiba, ile hatima uliyoiba, rejesha kwa jina la Yesu aliye hai. Mpe Yesu makofi ya utukufu. Sema kuanzia leo ninaweka sheria katika ulimwengu wa roho wa kwangu na wa familia, kwamba hatima zote zilizorudi zianze kufanya kazi, kutimiza mapenzi ya Mungu. Sema kutimiza mapenzi ya Mungu.